Habari, karibu kwenye The Pharmacist Show. Ungana nami mtangazaji wako ama host wa kipindi hichi, Omar Suleiman Kosa, kutoka katika department ya pharmacy hapa Royal Polyclinic. Leo tutazungumza topiki pendwa kidogo ambayo watu wengi wamekuwa na mazoea sana, ambayo topiki hiyo ni kitu kinaitwa dose. Tutajifunza kuhusiana na dose, lakini haswa tutamlenga mfamasia pamoja na mgonjwa. Tafadhali ungana nami. Okay, it is all about dose. Sasa dozi kwa kiwango sahihi ama kwa maana sahihi ni kiwango cha dawa ambacho mgonjwa anatumia mara moja. Sasa dozi zinaweza zikawa za aina tofauti tofauti, au mtu anaweza akawa na dozi tofauti tofauti kwa siku. Sasa tujifunze dozi kwa mtoa huduma wa afya. Dozi kwa mtoa huduma wa afya anatakiwa ampatie maelekezo mgonjwa kwa namna kuu mbili, ambapo namna ya kwanza ni kwa njia ya mdomo, lakini namna ya pili ni kwa njia ya maandishi. Tutazizungumza namna zote leo. Awali tukianza na kwa njia ya mdomo, watu wengi wamekuwa na mazoea ya kurahisisha matumizi ya dozi pasipo kufata maelekezo aliyopewa kwa usahihi. Kwa mfano, mtoa huduma wa afya anatoa dozi kulingana na masaa. Kuna tofauti kubwa sana ya dozi kwa mujibu wa masaa. Mfano mzuri, mtu anapoambiwa atumie dawa hii kidonge kimoja mara mbili, lakini ile mara mbili tunamaanisha kila baada ya masaa 12 ndio atumie kidonge kile kimoja. Lakini mwingine anaambiwa atumie kidonge kimoja mara 3, si mara 3 bali ni kila baada ya masaa 8, kwani siku ina masaa 24 kwa siku. Tukigawa kwa 3 tunapata masaa 8 tofauti. Lakini pia kuna utofauti kati ya dawa atakayetumia 2 mara 1 na 1 mara 2. Hizi ni dozi mbili tofauti. 2 mara 1 ina maana atatumia dawa hii vidonge viwili kila baada ya masaa 24, na 1 mara 2 atatumia dawa hii kidonge kimoja kila baada ya masaa 12. Pindi mtoa huduma wa afya ama mtaalamu wa afya anapompatia maelekezo mgonjwa ya njia ya mdomo kwamba tumia dawa hii kila baada ya masaa 8 na si kutwa mara 3 kama tulivyozoea. Baada ya kupewa maelekezo hayo, mgonjwa atatakiwa kuthibitisha ama kuhakikisha kama kaelewa maelekezo aliyopatiwa kwa yeye binafsi. Lakini vile vile kwa mtaalamu wa afya inamrudia, je, mgonjwa wangu kaelewa? Inabidi athibitishe kwa kumwambia arejelee yale maelekezo aliyopewa au amuulize maswali. Kwa hiyo tuache mazoea. Hakuna dawa inanywewa asubuhi, mchana na jioni. Hapana. Kwa sababu tukisema saa 6 bado ni asubuhi, lakini tukisema saa 10 bado ni jioni, tukisema saa 2 usiku bado ni jioni. Kwa hiyo dawa yoyote inanywewa kwa interval ya masaa ama inatumika kwa interval ya masaa husika. Na kuna utofauti kama tulivyosema. Kuna tofauti kubwa kati ya 2 mara 1 na 1 mara 2. Hizo ni dozi interval tofauti. Hapo tunaenda kwa mujibu wa masaa. Lakini vile vile kuna namna ya maandishi. Sasa maandishi mgonjwa atayatumia endapo atakuwa amesahau maelekezo ya dawa aliyopewa kwa njia ya mdomo na mtaalamu wa afya. Hivyo basi mgonjwa atatakiwa kutofautisha sana maelekezo ya aliyopewa baina ya mtaalamu wa afya na yalivyoandikwa. Anaweza akakosea pindi atakapotafsiri kwa kutumia akili yake binafsi. Unaweza ukaona ni sawa kati ya 1 mara 2 na 2 mara 1 kwa sababu zote zinaleta 3, lakini interval ya masaa ni tofauti. Hakuna dawa inanywewa kwa nyakati, labda asubuhi, mchana, jioni. Hapana, tunakunywa dawa kwa interval ya masaa. Sasa hapa nitoe darasa fupi kidogo. Kuna dozi zinanywewa mara 2 kwa siku, ambazo tukisema mara 2 kwa siku ni kila baada ya masaa 12. Ina maana mgonjwa atahesabu masaa 12, atakunywa dozi ya kwanza,
atahesabu masaa 12, atakunywa dozi ya pili. Lakini kuna dozi inanywa mara moja kwa siku. Ina maana mgonjwa atahesabu masaa 24 ndipo atakunywa ile dozi. Baada ya hapo atahesabu tena masaa 24 kisha atakunywa ile dozi. Lakini pia kuna dawa zinanywa mara 4 kwa siku, ambapo hapa tutaigawa siku nzima ina masaa 24. Tukigawa masaa 24 tunapata kila baada ya masaa 6 inabidi mgonjwa atumie kiwango husika cha dawa. Maelekezo yote haya yanatolewa na inabidi mgonjwa apate kusikiliza kwa makini ili aweze kukidhi ama kufikia lengo la yale matibabu. Endapo pia mgonjwa akashindwa kuelewa kilichoandikwa katika yale makaratasi ya dawa, kama akakuta 2 mara moja au 1 mara 2, pia kasahau hicho kitu, ni vema kuwasiliana na mtaalamu wa afya. Kwa mfano, hapa Royal Polyclinic kuna namba zetu ambazo zinapita hapo chini. Unaweza kutupigia ukaomba kuongea na watu wa pharmacy, kisha tukakusaidia kukumbuka dawa zako. Kuna madhara mengi ambayo yanatokea pindi utakapokosea kufata zile interval za dozi, kwa sababu dawa hizi zinakuwa ziko calculated na kutimiza malengo yake husika inabidi uzinywe kwa muda sahihi na wakati sahihi. Kuna faida gani je ukifuatilia dozi sahihi? Lakini pia kuna hasara gani ukifata dozi sahihi? Zipo faida utakazokuwa umezipata kama mgonjwa utakapokuwa umepata dozi yako sahihi ama ukaitumia dozi yako kwa wakati. Faida kuu ni kwamba utafanikiwa kupona au kuondosha yale madhara ya ugonjwa unaokusumbua kwa wakati. Ama hasara kuu ni kinyume chake, utashindwa kuondoa au kufuta yale madhara ya ugonjwa unaokuathiri, hivyo itakupelekea kufanya matibabu mengine. Niombe udondoshe komenti yako hapo chini juu ya somo letu la leo. It is all about dose, lakini na nyakati za matumizi ya hizo dozi sahihi. Lakini pia nichukue fursa hii kukukaribisha ama kukualika kwa ajili ya vipindi vijavyo. Usisahau kulike, kucomment, lakini pia kushare video hii, haswa kudondosha comment zako, nini unataka, lakini pia kubonyeza alama ya kengele hapo juu ili uweze kupata notification ya vipindi vijavyo. Asanteni sana, karibuni.